Naam, karibu kwenye mjadala. Mjadala ambao tunakuwa nao unatokana na mambo yanayoendelea duniani hivi sasa. Kuna hali ya nchi kulazimika kuwa aidha upande wa magharibi inayoongozwa na Marekani ama kuwa upande wa Urusi au upande wa mashariki inaongozwa na Urusi, na imekuwa ni jambo la kihistoria kwa kile ambacho wataalamu wamekuwa wakisema kwamba ni kuwa na mataifa mawili ama mihimili miwili yenye nguvu duniani ambayo imefanya mataifa yachague upande, wanaita bipolar. Lakini kumekuwa na hoja pia za kuwa na hali ya kwamba kila taifa liweze kusimama lenyewe na kujitegemea, ama multipolar, kuwa na mataifa mengi yenye nguvu. Na swali ambalo linakuja ni kwamba je, inawezekana nchi kuwa salama hata kama haishikamani na upande wowote kati ya pande hizo mbili? Kwa mfano, fikiria kama nchi imetofautiana kimtazamo na Marekani, kama vile Afrika Kusini, hali inayoendelea hivi sasa. Wenyewe wanaonekana kutunishiana misuli na Marekani bila kuogopa. Je, nchi hiyo itakuwa salama? Watu wanakumbuka yaliyotokea Zimbabwe baada ya Robert Mugabe kuwa na msimamo thabiti dhidi ya taifa hilo na mataifa mengine ya magharibi. Hali ya uchumi ilikuwa mbaya, hali ya kisiasa ikawa mbaya, lakini je, tunapaswa kuishi katika historia hiyo? Uganda nao pia walifanya maamuzi magumu ndani ya nchi yao kuzuia mambo ambayo ilikuwa ni kinyume na mtazamo wa mataifa haya makubwa, lakini Uganda ipo na mambo yanaendelea. Je, ni salama kiasi gani taifa kama vile Tanzania kuwa na msimamo wake hata kama utatofautiana ama utapingana na mataifa mengine makubwa? Ni jambo ambalo linatuleta pamoja katika mjadala ambao tunakukutanisha na wachambuzi mbalimbali. Kule nchini Afrika Kusini tunaye Fortunatus Kasomfi ambaye ni mchambuzi wa masuala ya siasa za kimataifa, na mfano huu ambao nimeutoa ni jambo ambalo linaendelea hivi sasa baada ya Marekani kumfukuza balozi wa Afrika Kusini nchini Marekani. Balozi huyo vijuzi tu hapa amepokelewa kwa shangwe kwelikweli na wananchi wa taifa hilo. Fortunatus Kasomfi, karibu sana. Habari za Johannesburg? Asante sana. Habari za hapo nyumbani Tanzania? Hivi sasa niko barabarani hapa nikiwa naelekea katika jiji la Durban ya Tekwini Ekakasini, lakini kila kitu kiko sawa sawia. Kuna mvua ndogo ndogo za hapa na pale. Nashukuru Kasomfi. Lakini pia tunaye Edwin Kegoli, huyu ni mchambuzi wa masuala ya siasa akiwa kule nchini Kenya. Kegoli atajiunga nasi muda mfupi tu ujao, lakini vile vile hapa studioni tunaye Ibrahim Rahbi, mchambuzi maarufu wa masuala ya kimataifa. Karibu sana Rahbi. Vile vile tuna mchambuzi mashuhuri wa kimataifa wa masuala ya uchumi, ndugu yangu hapa Walter Nguma. Karibu sana. Asante sana, good luck. Na tuanze kwa kujenga msingi. Pengine natamani tuanze kwa Fortunatus Kasomfi kwa sababu tunarejea kilichotokea Afrika Kusini baada ya Afrika Kusini kuonekana bila kuogopa wanatunishiana misuli na Marekani. Kwanza hali ikoje Fortunatus kwa sasa? Kwa sasa kwanza hapa ninavyoweza kuzungumza, masaa machache yaliyopita Rais Donald Trump ameweka jina la mmoja kati ya watu ambao ni wa conservative, chama cha conservative, Brent Bozell III, ambaye amewekwa kuwa balozi wa Afrika ya Kusini badala ya Ruben Bridget ambaye alistaafu mnamo tarehe 10 Januari mwaka huu wa 2025. Kwa hiyo tayari kuna mabadiliko na kuna hilo jambo ambalo linaonekana kwa Marekani kuweza kutamka au kumweka katika jina huyu mtu ambaye wanasema ni mmoja kati ya watu ambao wamekuwa ni watu ambao wanatoa sana matamshi katika masuala ya mitandao na habari mbalimbali, na ndio yeye sasa analetwa kuchukua nafasi ya aliyekuwa balozi bwana Ruben Bridget. Brent Bozell atakuwa ndiye balozi wa Marekani nchini Afrika ya Kusini. Lakini lile swala la balozi Ebrahim Rasool ambaye aliwasili siku ya Jumapili, yeye pamoja na mkewe Rosida, na kupokelewa kwa shangwe hoi hoi, ndelemo na vifijo katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Cape Town, lilileta taswira ya kwamba watu wa Afrika ya Kusini wangali wakiwa na msimamo
wakiwa wamesimamia lile ambalo wamelisema au walilisema tangu awali. Kumbuka kwamba hata yale maandamano ambayo Afrika ya Kusini wamekuwa wakiyafanya dhidi ya Marekani, dhidi ya Israel hususani, kwa sababu Marekani, Donald Trump analalamika kwamba kwa nini Afrika ya Kusini ingali ikishikilia msimamo wake wa kuipeleka Israel katika mahakama kuu ya makosa ya kijinai ya kimataifa, ambapo wao walisema kule ICJ ni sehemu ambayo haikutakiwa Israel wapelekwe huko, wakati Afrika Kusini nasema lile jinsi ambavyo wanaendelea kukaa Afrika Kusini kule ukanda wa Gaza, hii moja kwa moja wao hawaitafsiri kwamba ni utu na ubinadamu. Kwa hiyo ukiangalia maandamano mengi sana yalikuwa yakiandaliwa katika majiji kama vile Cape Town, ambako huko ndiko kuna wanaharakati wengi sana ambao wanaunga mkono Palestina. Hivyo yawezekana dhahiri kwamba hata wale walioenda kumpokea Balozi Ebrahim Rasool walikuwa ni watu ambao wangali wakiwa na furaha na hakika kwamba ni kiongozi ambaye alikwenda kutekeleza au alikwenda akiwa na azma ya kuhakikisha kwamba anatenda haki yake. Kingine ambacho kilionekana hapa ni kwamba kulikuwepo na jopo la moja ya chama ambacho kinaunda serikali ya Kasonfi, unanisikia kabla hujaendelea Kasonfi, natamani kujua kitu kimoja. Umesema hapo kwamba Marekani imebadilisha balozi wake nchini Afrika Kusini, sio? Na hivi karibuni Afrika Kusini Marekani imemfukuza balozi wa Afrika Kusini nchini Marekani. Afrika Kusini wao wamechukua hatua gani? Wao kama kawaida walisema kwamba bado wanatoa nafasi kubwa kwa balozi, kwamba wana nafasi ya kuweza kuendelea kuwa na mahusiano ya kidiplomasia na Marekani. Na kama msigishano uliopo hivi sasa wao wanauona kwamba haupo baina ya nchi kama Marekani na Afrika ya Kusini, bali wanaona kuna baadhi ya watu ambao wanaitafsiri tofauti ya Afrika ya Kusini dhidi ya Marekani. Wao wanasema mahusiano yao na Marekani yangali katika hali na hatua ambayo ni ya kawaida sana, na hata walikuwa wakilaani kitendo cha ile jopo la viongozi wa chama cha DA waliokwenda Marekani kutafuta namna ya kuweza kuongea na Rais Donald Trump, wakisema kwamba wamekwenda kinyume na wamekosa uzalendo, kwa sababu swala zima la kuweza kuhakikisha kwamba kuna mahusiano ya kidiplomasia lilitakiwa lipitie katika njia ya balozi. Kumbuka kwamba balozi huyu Ebrahim Rasool alikuwa ameteuliwa tena kwa mara ya pili. Ilikuwa ni sehemu nyingine ya yeye kurejea Washington, wakati hapo awali alikwisha kuwepo huko. Na hivyo waliamini kwamba yeye katika hali na kazi yake, wanasema kwamba wao wana misingi na nchi kama nchi ina misingi na kanuni zake. Hawawezi kupeleka jopo wakati wana balozi wao katika nchi hiyo. Kwa hiyo nchi lazima imheshimu na impe balozi heshima yake na nafasi ya balozi kufikisha ujumbe wake au kufikisha zile wajibu na majukumu yake kama mwakilishi wa nchi. Kwa hiyo Waafrika Kusini wangali wakiwa na imani kwamba wao wamesimama hapo, na ukichukulia kwa hiyo hakuna balozi mwingine ambaye ameteuliwa kuchukua nafasi ya huyo ambaye amefukuzwa Afrika Kusini, ama kuna matumaini kwamba pengine wanaweza wakazungumza na balozi huyo akarejeshwa? Mpaka hivi sasa Rais Cyril Matamela Ramaphosa hajamtamka balozi yoyote kuchukua nafasi hiyo, na yeye anasema kwamba ni maamuzi ambayo walikuwa tayari wamekwisha kukaa, na kutokana na mshauri wa rais katika masuala ya ulinzi Sidney Mfamadi pamoja na mwenyekiti wa chama cha ANC Gwede Mantashe wanasema kwamba jinsi ambavyo Marekani anataka kuwachagulia ni nani akakae katika hiyo nchi, hii inaonyesha zaidi kwamba kuna aina fulani ya kutaka awe na uwezo au awe na namna ya kuwa na kauli na mwongozo wa nchi husika. Kwa hiyo wao wanaamini kwamba mtu huyo aliyomchagua ni chaguo lao na ni mtu anayefaa. Kwa hiyo hawawezi kuchagua mtu mwingine. Sasa tutasubiri tuone ni kitu gani zaidi kitaendelea. Tutarejea kwako hapo Fortunatus, lakini hebu tuangalie kidogo historia ya rugby, hasa tuziangalie nchi za Afrika. Tunayo mifano ya nchi ambazo tuanzie na upande huu wa magharibi, upande wa Marekani. Kwa sababu tuna historia, hatuna historia kubwa sana kwamba kuna nchi za Kiafrika zimewahi kugombana na Urusi. Labda kama mifano ipo ni michache, lakini nchi za Kiafrika ambazo zimewahi kutofautiana na Marekani kimtazamo na kimwelekeo zipo, na tuliona kilichowakuta. Tunakumbuka Libya, mpaka ikasababisha kuuawa kwa Kanali Muammar Gaddafi. Sudan, Zimbabwe ya Robert Mugabe.
na mataifa mengine pia, hivi karibuni Uganda, sasa hivi tunaona Afrika Kusini na vitu kama hivi. Hebu tupitishe kwenye historia. Tunaweza tukasema kwamba nchi ambazo ziliingia kwenye mkumbo huo zilipata shida, na kuna chochote cha kujifunza kwenye historia hiyo? Nashukuru. Kwanza nashukuru Kasomfi leo amelizungumza hili la Afrika Kusini, na kile ambacho nimekuwa nikikizungumza muda mrefu, ugomvi wa Marekani na Afrika Kusini hauhusiani kabisa na kile Marekani anachokizungumza, unahusiana na kadhia ya ICJ na Israeli. Ndio hasa ugomvi ulipo. Kwa hiyo Afrika Kusini anaingia kwenye kesi kwa sababu tu ya ICJ. Kwenye hili swala ambalo tunaliona au umeniuliza kuhusu historia kwa hapa nyuma, ukitazama kama Urusi imekuja kuanzia mwaka 91, lakini tunazungumza kuhusu USSR ambayo kiuhalisia sera zao kwa miaka ile zilifatana na sera za nchi nyingi za Kiafrika ambazo zilikuwa zinatembea, ukitoa nchi chache kama Kenya na nchi zingine ambazo zilikuwa zimeenda kwenye ubepari, lakini nchi nyingi zilikuwa zimebaki kwenye ujamaa. Kwa hiyo ule ujamaa ulikuwa una connect moja kwa moja, kwa hiyo tuliwahisi kama jamaa zetu zaidi kuliko kwenda upande wa pili. Lakini kusambaratika kwa USSR kuanzia ile miaka ya mwanzo, yani unajua ilianza vurugu za USSR zilianza miaka ya 80. Kwa hiyo mtikisiko ukawa mkubwa na usaidizi wa USSR ukawa unapungua. Ilivyokuja kusambaratika kabisa, Urusi mwenyewe akawa anajitafuta kwanza kurekebisha uchumi wake wa ndani na madeni aliyoachiwa. Kwa hiyo nguvu ya nje ya upande wa mashariki ikawa ndogo. Kwa hiyo upande uliokuwa na nguvu ulikuwa ni upande wa magharibi peke yake. Unaweza kuona hapo ni Marekani na washirika wake wa Ulaya. Wale wa Ulaya kuwatofautisha na Marekani ni vigumu kwa sababu wao pia walikuwa ni mateka wa Marekani, wako upande mmoja wanakwenda. Kwa hiyo sisi tukawa katika kipindi kirefu ambacho tunaiona dunia kwenye jicho moja, ambao tunaona upande wa magharibi tu katika kipindi kirefu, na hata nchi ambazo zilikuwa zimebaki kwenye sera zile za kijamaa zikajikuta zinakosa usaidizi. Kwa sababu tunaweza kusema mjamaa mwingine alikuwa ni China, lakini China amekuja kuibuka kwa nguvu kuanza kurudi duniani miaka 2000. Chini hapo China alikuwa bado na yeye anasuasua kujenga uchumi wake wa ndani. Kwa hiyo kipindi kirefu ambacho tumepitia tuko kwa magharibi. Na kipindi ambacho tuko magharibi, hawa magharibi wakajimilikisha, wakaona kama kuwa wao ni haki yao. Yani ni kama vile walikuwa bado wanatutawala lakini kupitia makaratasi. Sasa wakaona kuwa ni haki yao kuwa watupangie kila wanachokiona kuwa hiki tunataka hivi, hiki tunataka hivi. Kwa hiyo tumepita katika hicho kipindi. Sasa baada ya mabadiliko kuanza kutokea, uchumi wa Uchina ukajijenga. China ikaanza kurudi duniani. Kwa hiyo zile sera za China zikaanza tena kuakisi duniani. Lakini Urusi ambao baada ya kujipanga na yenyewe kurudi kama Urusi kutoka kwa USSR, ambao ikaanza tena kutanua mbawa zake kurudi duniani na kuja Afrika, matokeo yake yamekuja tofauti. Sasa hivi sasa baadhi ya nchi za Kiafrika zinaonekana kuwa ni nchi labda wakorofi, au wanaonekana kuwa hawataki kufuata sera za magharibi, au wanaonekana sasa wanataka kuhamia upande wa pili. Hiyo tafsiri inakuja hivyo, lakini wakati ule tungekimbilia wapi? Kwa sababu tulikuwa tunaona dirisha moja tu ndio tunaona kule. Wale ambao wote ambao tungewakimbilia tayari walikuwa wamezibwa. Kwa hiyo hiyo ndio hali ambayo inatokea hivi sasa. Lakini Mrusi na Cuba walikuwa na nguvu wakati ule. Nakumbuka kuna mataifa na yenyewe hasa yale ambayo yalichukua mkondo wa kijamaa kama vile Tanzania yalionekana kujiattach na Cuba. Unakumbuka hata wakati fulani sisi tulipeleka watu wengi Cuba pia wanakwenda kusoma Urusi. China pia tulishirikiana nao kwa kiasi kikubwa. Hiyo unazungumza miaka ya 80 kurudi chini. Yani miaka hiyo sawa, kuna wakati kulikuwa kuna nguvu ya pande zote mbili zikichuana, hasa wakati USSR ilipokuwepo na Uchina wakijitafuta. Ilikuwepo hiyo nguvu, lakini kusambaratika kwa USSR, nchi 15 kuvunjika ile mwanzo wa miaka ya 90, Urusi aliumba kwa sababu ilibidi arudi kuanza kujipanga, kuanza kutafuta ile nguvu ya kurudi duniani. Kwa hiyo hapa alipotea katikati. Kwa hiyo katika kipindi ambacho tumetoka kati ya kutoka mwanzo wa miaka ya 90 kuja mpaka karibu miaka ya 2000, hawa wa magharibi walirudi tena kujimilikisha karibu nchi zote za Kiafrika. Na nchi za Kiafrika zikawa zikiona kuwa kama tukienda upande wa Urusi, tukienda upande wa Uchina, bado tunakutana na hawa magharibi ambao wana nguvu zote, wameshikilia njia zote za kisiasa, za kiuchumi na kila kitu. Ukienda kinyume chao haraka watakufitini na wanakutoa.
Sasa mabadiliko yaliyokuja ni juu ya miaka ya 2000 baada ya kurudi. Sasa hicho nakwambia kama China alivyorudi miaka 2000 ndio kuanza kuonyesha mabadiliko, lakini Urusi alivyokuja kurudi tena na yeye kwa sasa mabadiliko ya kiuchumi, mabadiliko ya kijeshi, mabadiliko ya nini. Kwa hiyo nchi za Kiafrika baadhi zimeanza kuchagua sasa upande kuwa hatutaki tena kukaa kwenye upande huu, lakini tunaweza tukakaa upande wa pili tukapata usaidizi wa upande huu. Lakini wakati ule tusingeweza kufanya vile kwa sababu tulikuwa tunamilikiwa na sehemu moja tu ambayo tunaiona. Nguvu ya kiuchumi inahusisha moja kwa moja katika migogoro mingi hii ambayo inatokea Nguma, na imekuwa ni kama unafanya uchaguzi wa nani ama taifa ambalo limeendelea, unaangalia kwa upande gani unanufaika. Kwa nini imekuwa hivyo? Kwanza Hilda, niseme kwamba nchi nyingi za Afrika zimekuwa na tabia ya kuchagua upande wa kushirikiana, na kwa maana ya kwamba wanatafuta nchi kwa sababu ya kuangalia uwezo ule wa kiuchumi. Kwa maana asilimia kubwa walikuwa wanaangalia nchi ambayo inaweza ikawapa misaada, kwa maana ya kwamba misaada kwa mfano kwenye upande wa afya, kwenye upande wa teknolojia, kwenye upande wa vifaa vya kivita na vitu vya namna hiyo. Na wengine wanaenda mbali zaidi, wanaangalia taifa ambalo wanaweza wakapata urahisi wa kupata mikopo kwa ajili ya shughuli za kimaendeleo. Ndivyo ambavyo mataifa mengi ya Afrika walikuwa wakichagua upande kwa kuangalia ile nguvu ya kiuchumi, na wengi pia wakaenda mbali kwa kuangalia taifa ambalo lina ushawishi mkubwa kwenye soko la dunia. Kwa hiyo wanaangalia, wakaona kwamba ukiangalia kwa mfano mataifa ambayo unayazungumza hivi sasa, kwa mfano Urusi, unazungumzia China, ukaangalia na Marekani, unaangalia kwa mfano nguvu ya Marekani ni kubwa sana ukilinganisha na mataifa katika soko la dunia, kwa maana ya upande wa kibiashara. Kwa maana ya hawa wana ushawishi mkubwa kutokana na kwamba either kutokana na fedha yao ambayo ndio ambayo imetawala kwenye soko la dunia. Kwa hiyo wenyewe wanaangalia, wanaona kabisa kwamba namna ya kuweza kuendana ya kuweza kuishi vizuri hapa duniani au kufanya vizuri zile shughuli za kiuchumi, basi ni kuichagua nchi ambayo ina uwezo mkubwa wa kiuchumi na ushawishi mkubwa. Na ndio maana unaweza kuona kwamba wanaweza wakachagua mataifa fulani, lakini still bado wakaendelea kusema kwamba lakini bado wanakuwa vuguvugu kwenye upande wa Marekani. Unaweza kuona kwamba anachagua China kwamba nitashirikiana na China, lakini hapo bado ni vuguvugu kwa Marekani. Yani bado ule kujipeleka kwa Marekani kuna kuwepo bado kupo, kwa sababu bado anaamini kwamba huyu ana nguvu kuliko huyu. Japo huyu amenipa urahisi wa 1 2 3, lakini uwezo wa huyu bado ni mkubwa. Na ndio maana unaweza kuona kwamba kila mmoja haoni sababu ya kupigana na huyu, kwa sababu anaamini yale yaliyotokea kwa Zimbabwe, yaliyotokea katika nchi nyingine, hatamani kuona yakitokea kwenye taifa lake. Kwa hiyo ndio maana unaona kwamba bado watu wanaangalia sana kwenye upande wa kiuchumi, kwa sababu uchumi una nguvu kubwa katika mambo yote ambayo tunaweza tukayazungumza. Iwe ni kwenye vita, iwe ni kwenye afya, iwe kwenye masuala yote, kwenye teknolojia na kadhalika. Uchumi unakuwa na nguvu kubwa. Kwa hiyo ndio maana wakiangalia, wakipima kwa darubini hiyo, wanaona kabisa kwamba hakuna namna yoyote ile unaweza ukamkwepa Marekani. Lakini wewe kama mtaalamu wa uchumi, unadhani kuna nchi ambayo inaweza ikawa na mkondo tofauti ya huo, kwamba wakawa hawako njia ya Marekani lakini bado wakawa imara kiuchumi? Ukitizama ambao wamejaribu kufanya hivyo, kuna ambayo yaliwakuta. Na mfano mzuri ni kama huo unaozungumza, kwa mfano Libya. Kwamba anataka kuwa na mtizamo kwamba ninaweza kuendesha nchi yangu, ninaweza kuendesha taifa langu pasipo kutegemea zaidi Marekani, lakini nikawa na watu wengine tofauti. Matokeo yake nikatumia rasilimali zangu. Au nikatumia rasilimali zangu mimi peke yangu. Matokeo yake linakuja hayo ambayo tunachoko zinaanza. Kuwezekana inawezekana, lakini wale ile lugha ya mtaani wanasema ila kwa mbinde sana. Yani utapata shida kubwa sana. Na ndio maana unaona kwamba lengo kubwa hasa la Marekani kutaka kuona kwamba kwanza kile ambacho kilitaka kuundwa kwa ajili ya kutaka kuonyesha kwamba sasa unaweza ukafanya chochote bila kushirikisha Marekani, ndio wakaunda kitu kinaitwa BRICS. Na shida inayotokana hasa na nguvu ya haya mataifa makubwa, hasa bado kuwa na uhitaji wa kwamba mataifa yategemee mataifa yao. Yes, na ndio maana unatoka kwamba mwisho wa siku, Hilda, kwamba inakuwa ni ngumu. Wanaona kabisa kwamba kupigana na huyu mtu kwa nchi moja inakuwa ni ngumu. Na ndio maana wakaja na hiki kitu kinaitwa BRICS. Na ukiangalia lengo kubwa la bwana Trump ni kutaka kuona kwanza wale ambao walikuwa wameunda ile BRICS ashughulike nao. Na ndio maana unaona kwamba kuna hawa Afrika ya Kusini wanayapata ya kwao, wataenda China, utaona hizo reciprocal tariffs ambazo zinaanzishwa kwa ajili ya bidhaa. Kwa hiyo unakuta kwamba vita ile ya kiuchumi hasa
ameianzisha na yale mataifa ambayo yalikuwa yanataka kuunda BRICS. Yes. Lakini nafikiri kwenye BRICS hapo na nani yupo na Uingereza yupo Hapana. Yuko Brazil. Brazil, Urusi, India, vinara ni Uchina na China na Urusi. Yes. Hawa South Africa bado wanaweza wanataka kubalance mabara yani. Tumeona kuna baadhi ya nchi pia zimealikwa kushiriki. Ethiopia wameingia, Misri, Imarati. Yes. Sawa. Yako mengi ambayo tunatamani kujua, lakini tulimwambia mtazamaji wetu kwamba tutakuwa na Edwin Kegoli vile ambaye akijiunga nasi basi tutamkaribisha moja kwa moja kwenye mjadala huu, lakini hapa tunaye Walter Nguma, mchambuzi wa uchumi, Ibrahim Rahbi, mchambuzi wa masuala ya kimataifa, na Fortunatus Kasomfi akiwa njiani kule akitokea Johannesburg kuelekea Durban, na tunazungumza naye hivyo akiwa njiani. Kasomfi, tunatolea hapa mfano wa BRICS ambayo Afrika Kusini imeingia humo, imekuwa miongoni mwa wanachama hao, na tumeona hatua ambazo Afrika Kusini imekuwa ikizichukua. Afrika Kusini kimsingi kihistoria limekuwa ni taifa la kibepari, lakini kwa miaka hivi karibuni inaonekana kuchukua mkondo ambao ni tofauti na ule wa vigogo wa kibepari, kwa maana ya Marekani, Uingereza, Ufaransa, Ujerumani na mataifa mengine kama hayo. Inaonekana kutumia njia hii nyingine ambayo inaonekana kama ni njia ya kijamaa, njia ya vigogo wa kijamaa zaidi, hawa kina Urusi, China na wenzake. Hii inatafsiri gani? Inaashiria nini? Afrika Kusini linataka kuwa taifa la namna gani? Naam, kwa bahati pia siku ya jana nilikuwa katika eneo ambao unafanyika au inafanyika mikutano ya awali ya G20, vikao mbalimbali, kwa sababu mawaziri wa mambo ya nje wa hizi nchi za G20 walikuwepo wiki kadhaa zilizopita, lakini pia mawaziri wa ulinzi na usalama wa nchi hizo walifika. Na ukikumbuka kwamba pamoja na kwamba Marekani ilitikisa kibiriti kwa kuto kuleta wawakilishi na pia hata kuto kuchangia fedha yoyote, lakini nchi kama vile Denmark na Urusi pamoja na China waliweza kutoa msaada wa kutosha, na kikao kinaendelea vyema kabisa katika maeneo ya San Marino, hapo maeneo ya Merlin. Na hii inaonyesha kwamba Afrika ya Kusini katika mtazamo wake, na hata Rais Cyril Matamela Ramaphosa amesema kwamba ni wakati umefikia kwamba hawezi kufanya maamuzi yeye kama Afrika ya Kusini, lakini atawasikiliza wenzake wa Afrika, kwa sababu kuna maamuzi huwa ni lazima yawe yanatoka kama bara la Afrika, yani asiwe yeye peke yake, kwa sababu kuna mambo ambayo yanakuwa na tija kwa bara na kwa nchi kama nchi. Kwa hiyo hawezi kusimama kama yeye. Kwa hiyo inaonyesha dhahiri kwamba Afrika ya Kusini anachokitafuta au kinachoonekana, ukikumbuka kwamba ni moja kati ya nchi ambayo iko ndani ya G20, yani G20 kihistoria, mkutano huu mkubwa, Marekani kama ambavyo mtangulizi amezungumza hapo, alikuwa akitaka kuonyesha kwamba ushindikane kufanyika katika kihistoria katika bara la Afrika, lakini nchi zingine pia zilizoko ndani ya G20 zimeonyesha kuunga mkono Afrika ya Kusini, na kwamba mwezi wa Novemba, hata kama hatoweza kufika yeye Donald Trump, mkutano utaendelea kama kawaida. Kwa hiyo nina picha ambayo Afrika ya Kusini ya chama cha ANC ambacho kimepitia mikono ya wengi, au naweza nikasema kwamba katika kuweza kupata uhuru wa nchi kiliweza kupitia katika nchi mbalimbali za kijamaa, zingine zilikuwa za kibepari, lakini zile siasa, na hata hivi sasa inaonekana dhahiri kwamba jinsi ambavyo wanaangalia hata zile shutuma wanazozituma katika chama au tunasema taasisi au wanaharakati wa AfriForum, ambao hawa ndio inasemekana kwamba ndio waliopeleka taarifa zisizo za kweli juu ya hii haki na sheria ya ardhi ya hapa Afrika ya Kusini. Wao wanawaunga mkono sana weupe wachache ambao wana umiliki mkubwa wa ardhi hapa Afrika ya Kusini. Kwa hiyo Afrika ya Kusini inaonyesha kwamba inatafuta namna ya kuweza kushiriki, au chochote kilichopo kama ni keki ya taifa au keki ya nchi iweze kuwa na manufaa si kwa raia wake pekee, bali hata kwa bara la Afrika na duniani kwa ujumla. Sawa Kasomfi, tutarejea kwako hapa, lakini hebu tupite kwenye taarifa muhimu, tuangalie tunachomaanisha hasa, na tuangalie hizo nchi ambazo zimeweza kutofautiana na mataifa haya makubwa kama vile Marekani, na zipo pia nchi ambazo zimekuwa
wakati mwingi zikijitanabaisha kama nchi ambazo hazifungamani na upande wowote tangu ilipoundwa NAM ama Non-Alignment Movement miaka ya 50, miaka 1955. Hasa unakumbuka mkutano ule wa Bandung kule Indonesia na mikutano mingine. Tanzania ilikuwa miongoni mwa nchi kama hizo ambazo hazikutaka kufungamana na upande wa mashariki wala upande wa magharibi ile moja kwa moja. Hebu tuangalie hizo taarifa muhimu. Hilda, unaweza ukatupitisha kwenye taarifa hizo? Wakati tunaangalia, tuanze na baadhi ya nchi ambazo zimewahi kuingia hasa katika migogoro hiyo na tutaona hapa. Awali ulitaja baadhi na katika baadhi hizi za nchi ambazo zimewahi kuingia kwenye migogoro ni pamoja na Libya na NATO, lakini tuna nchi kama vile Zimbabwe pamoja na nchi za magharibi. Zipo pia mataifa mengine. Kabla ya kwenda katika sababu, Uganda pamoja na Marekani, Afrika Kusini, tumeshuhudia pia kama ambavyo Kasomfi ametueleza, pamoja na Marekani. Nchi za magharibi na Eritrea ni mataifa mengine pia ambayo yamekuwa katika mgogoro, lakini Kongo, DRC na Rwanda, swala ambalo bado wakati huu limekuwa na mjadala na hatima yake haijajulikana, lakini mataifa kama vile Urusi na Ukraine ambao mzozo bado umekuwa ukiendelea, China na Marekani, mataifa yote haya mawili kabla ya kuangalia sababu yamekuwa yakitafuta pia mabavu ama ukuu huo. Korea Kaskazini na Korea Kusini na Marekani pamoja na Canada na Mexico. Sasa katika sababu za mataifa kuingia kwenye migogoro, miongoni mwa sababu ambazo zinatajwa ni pamoja na swala la rasilimali, kugombania rasilimali, ikiwemo kile ambacho kinaendelea kule DRC, lakini kuna sababu ya ubinafsi wa mataifa makubwa, migogoro ya mipaka, kujua mwisho ni upi, na upo pia ushindani wa kiuchumi na sababu za kiusalama. Ni miongoni tu mwa hizo sababu ambazo mara nyingi hutokea katika migogoro hiyo. Lakini nchi za Afrika ambazo zilizoathirika kwa migogoro, tuna nchi kama vile Jamhuri ya Afrika ya Kati, Libya tumeshuhudia hata kusababisha kifo cha Gaddafi, lakini Mali, Burkina Faso, Guinea, Gabon, Zimbabwe, Afrika Kusini, Chad, Sudan Kusini pamoja na Sudan ni baadhi tu ya mataifa ambayo tumeona athari kwa migogoro hii ambayo inaendelea. Na nchi za Afrika zaidi zimekuwa zikitegemea nini? Na miongoni mwa vitu ambavyo nchi hizi zimekuwa zikitegemea ni pamoja na swala la uwekezaji, misaada kwa kiasi kikubwa, pamoja na teknolojia hasa kutoka mataifa haya ambayo yameendelea. Na miongoni mwa yale ambayo yanatajwa ni hayo, lakini zipo pia sababu mbalimbali na good luck kama ambavyo tumeona. Hizo ndio sababu ukiangalia swala la uchumi linatajwa, teknolojia na misaada ambayo inatoka hasa ama kiuchumi ama kifedha ndio imekuwa ikisaidia. Nadhani hili tunaweza kusema sababu zinazofanya tuendelee kukaa jela. Jela ya utegemezi. Jela ya utegemezi na tunategemea tupate wawekezaji na ukiwa muhitaji wanasema foreign investors. Yes. Lakini pia kuna masuala ya misaada, lakini pia kuna teknolojia, bado tunategemea sana teknolojia. Kwa hiyo tukifikiria hayo mambo makubwa matatu yanatupa hofu. Sasa itakuwaje kama hawa ambao tunataka watupe hivi vitu tutagombana nao? Ama kuna mambo ambayo watahitaji tuyafanya alafu sisi hatutaki kuyafanya, lakini sasa tulazimike kufanya kwa sababu tunahitaji vitu hivi. Tulitolea mfano wa Uganda ambao hivi karibuni walipitisha sheria kali sana kuhusiana na masuala ya kulinda tamaduni zao. Sheria ambayo wamekuja kuifanyia marekebisho au Marekani sasa wanaifuata. Sasa hebu tumkaribishe pia Edwin Kegoli. Hilda. Kegoli, habari za hapo ulipo na karibu sana. Ujambo, niko shwari. Hapa Kenya hatuna neno. Si jambo, Kenya hawana neno, lakini tayari tumekusha anza hapa kuzungumza. Mimi ninachowapendea wa Kenya, niliwahi kwenda mtoto mdogo anakuambia hujambo. Unaweza ukajikuta umesema. Sasa ndio salamu yao, lakini huku kwetu
anayemwambia ujambo mwenzake ni mkubwa ndo anamwambia mdogo ujambo. Lakini kule ni salamu ya wote. Hata katoto kadogo anakuambia hujambo. Au wewe ulimwambia mtoto sijambo, shikamoo. Sasa tumeshazoea ukishaambia hujambo, mtu akikwambia hujambo, lakini unabidi useme sijambo shikamoo. Au anasema sasa Kigoli. Kigoli, karibu sana kaka. Karibu. Asante ndugu Goodluck. Naam. Nafikiria ulijua wakati ulitembelea Kenya wakati ule. Kabisa. Tumegusia hapa kuhusiana na migogoro mbalimbali ambayo inaendelea Afrika, na umekuwa pia ukifuatilia kwa karibu kile ambacho kinajiri. Na hapa tu hivi karibuni tumesema zaidi Afrika imekuwa ikihitaji masuala ya teknolojia, uwekezaji na hata misaada ambayo imekuwa ikitolewa kwa kiasi kikubwa. Unadhani uhitaji huu kwa kiasi kikubwa hauwezekani kujitegemea ili kupunguza hata ule utegemezi kutoka mataifa haya mengine? Naam, kwa kiasi kikubwa bara la Afrika ama nchi za Afrika zimekuwa zinategemea msaada kutoka kwa nchi za ughaibuni, iwe Marekani, iwe Ulaya ama Uropa. Unapata kwamba hatujaweza kudhibiti uchumi wetu kwa kiasi cha kwamba tuweza kujitegemea kama bara, hivi kwamba inatulazimu kuweza kutegemea msaada haswa ule wa USAID kuweza kutekeleza masuala muhimu ambayo pia yanaweza guzia usalama wa taifa. Na ukitazama swala kama masuala ya kupambana na virusi vya ukimwi, shirika la USAID imekuwa katika mstari wa mbele kuweza kupambana na kudhibiti virusi hivi vya ukimwi, wakati ambapo rais wa Marekani Bwana Donald Trump ameweza kuondoa msaada huo. Umepata mataifa yamekuwa na changamoto. Hata hapa Kenya tumeona kwamba sasa tuna upungufu kwa miradi hiyo ya kupambana na virusi. Napata kwamba zaidi ya bilioni 50 pesa za Kenya zinahitajika kuweza kupambana na masuala ambayo yameathirika kutokana na uamuzi wa USA. Na hii inatuambia kwamba yafaa kama bara tuweze kujiwezesha. Na jana wakati ambapo nilikuwa nafuatilia kuzinduliwa kwa Tony Elumelu Foundation Lagos, Nigeria, ilikuwa napata kwamba the rallying call ilikuwa kuwezesha Afrika, si kuleta msaada wa aid bali kuwekeza katika bara hili. Na kuwekeza inamaanisha kwamba tunainua kiwango cha uchumi, hivi kwamba bara laweza kujitegemea. Tuweza kuwekeza kwa vijana wetu ambao wana ubunifu na uwezo wa kiteknolojia kuweza kuendesha sera za kiuchumi. Na vile vile mwisho ni kwamba serikali lazima zibuni mikakati na ziweke sera kabambe ambazo zitaweza kuwezesha mataifa yote ama taifa kujizatiti na kujinua kiuchumi, hivi kwamba tuondoe visa vya ufisadi, ubadhirifu wa mali ya umma, na tuweze kama wananchi kuteua viongozi ambao wana tajriba na wana uzoefu na vile vile maadili mema katika masuala ya uongozi, na itasaidia kuondoa masuala ya kutegemea msaada ambayo haitusaidii. Kigoli, katika nadharia inaonyesha uwezekano wa Afrika kujitegemea, lakini uhalisia unakuwa mgumu. Hasa ukiangalia pia hata katika Umoja wa Afrika, baadhi ya mambo ambayo yangeleta pamoja bara hili, mfano tu kuna swala la kuwa na shilingi ya pamoja ama hata kuondosha visa kwa mataifa ya Afrika. Ni mambo ambayo kwa kiasi fulani yanatajwa yangechagiza kuwa na bara ambalo ni imara. Kwa nini unaona uhalisia unakuwa mgumu hasa katika utekelezaji wake? Naam, uhalisia unakuwa ngumu kwa maana ukitazama taifa la Uganda liko chini ya
uongozi wa Rais Yoweri Kaguta Museveni ambaye anaonekana kukataa kuweka taifa katika demokrasia halisi, na vile vile kukaa mamlakani kwa miaka kama hiyo, unapata kwamba pia inahujumu mawazo mbadala katika masuala ya uongozi, na wa Uganda wanaonekana kuweza kulemewa kutafuta mawazo mbadala katika kiti muhimu kama cha urais. Hivi kwamba mataifa mengine vile vile ukipata kama West Africa, kuna masuala ya military coups, serikali zinabadilishwa, hivi kwamba jeshi linachukua hatamu za uongozi, na jeshi haliendeshi serikali kama raia. Jeshi linaendesha kulingana na misingi ya kijeshi, hivi kwamba huenda kwa njia moja au nyingine ikahujumu uhuru wa taifa hilo kuweza kuwa na mwingiliano na mataifa mengine katika masuala ya uchumi, masuala ya usafiri, visa. Unapata kwamba inakuwa ile free trade inakuwa vigumu sana katika mataifa hayo. Na vile vile kitazama mataifa ambayo yana visa vya vita, utapata kama South Sudan, Somalia na mataifa mengine yana pambana ama yanakumbana na visa vya uhalifu, na vinahujumu juhudi za mataifa hayo ya kuweza kupiga hatua za kiuchumi. Na pia vile vile ukitazama mataifa ya North Africa ambayo kwa kiasi kikubwa yanaendeshwa kwa misingi ya kidini za Islam, unapata mwingiliano na mataifa mengine huku tuseme kama ya Kikristo inakuwa adhimu ama inakuwa vigumu kidogo. So kuwa na common currency katika bara la Afrika si swala rahisi. Ni swala ambalo hayati President Muammar Gaddafi alikuwa ameanza kulisukuma, lakini tuliona mwingilio wa mataifa ya West ikiwemo USA yakiweza kupinga swala hilo kwa njia mbalimbali, na hatimaye ikasemekana kwamba majeshi haswa ya Ufaransa yakakuwa yanaongoza, ama NATO yakakuwa yanaongoza kung'atuliwa kwake na kuuawa kwake. So ni swala ambalo Umoja wa Afrika, lazima Waafrika wenyewe amini na kujizatiti. Hilda, ukitazama tu East Africa, Kenya, Uganda, Tanzania na mataifa hayo mengine, Rwanda, ni vigumu kupata single currency kwa sababu pia uzito wa uchumi wa East Africa si sawia. Utapata East Africa, Kenya ndio ina uzito wa kiuchumi kwa ukilinganisha na mataifa mengine. Utaona the disparities zinaleta changamoto katika kuharmonize the currency, lakini tungeweza kuwa na currency ya jumuiya ya East Africa ingekuwa na uzito sana. Vile vile kitazama European Union iko na the European currency na inapatia uzito wa kiuchumi. Vile vile sisi pia tungepata framework ambayo ingetusaidia kuweza kutafuta currency moja na kuweza kukuwa na free trade area, free movement of goods and services, usikuwe na migogoro. Sababu hata Kenya imekuwa na migogoro wa usafirishaji wa boda na Tanzania, na ikachukua marais kuweza tekeleza swala hilo na kuweza kukutanisha mawaziri na kutatua swala hili. Shukran Kegoli. Walter amegusia hapo kuhusiana na swala hili la fedha na uchumi, na kama tunasema fedha na uchumi inahusianishwa kwenye masuala ya migogoro, inashindikana vipi? na amegusia utofauti pia hata wa uwiano kwenye mataifa haya ya Afrika. Kuna baadhi uchumi wao uko juu wakati na wengine pia uko chini. Ni ukweli. Ukiangalia chukua nakisema, kwa mfano ukiangalia kwa nchi zetu za Afrika ya Mashariki, hatulingani kwenye uchumi kwa maana ya Kenya, Uganda, Rwanda, Kongo, Somalia na wengine. Hatulingani kiuchumi, lakini ukiangalia ni kwamba swala la watu kulingana kiuchumi ni swala ambalo haliwezi kutokea, kwamba sisi sote tuwe na uchumi ambao unalingana kwa pamoja. Ni kitu ambacho ni kigumu sana. Kama ni kitu ambacho wanakisubiria kwa Afrika Mashariki, basi tuseme tutachelewa sana.
lakini ukweli ni kwamba kupishana kiuchumi ni jambo ambalo ni la kawaida na ni jambo ambalo ni zuri kabisa. Swala ni kwamba ni kujadiliana na kukubaliana na kuamua kwa pamoja kwamba ni namna gani ambavyo tunaweza tukafikia hatua fulani, kwa sababu wanasema wenye akili kubwa wanajadili mawazo, lakini wenye akili ya wastani wanajadili matukio. Kwa hiyo ni vizuri kutumia akili kubwa, wakaona kwamba hilo wazo la kuwa na fedha ya pamoja litakuwa na faida kiasi gani, kuliko kuanza kujadili huyu ana uchumi mkubwa, huyu ana hivi, huyu ana hivi, kitu ambacho kwa vyovyote vile hatuwezi siku moja tukaa kwenye umizani mmoja kwamba wote tuna uchumi ambao ni sawa. Lakini jambo lingine ambalo ukiangalia lilichokuwa nakizungumza, kwa mfano swala la USAID, kwamba ni mojawapo ya nyenzo ambayo ilikuwa ikitumiwa kama namna ya kutoa misaada, lakini ni namna ambavyo Marekani na yenyewe ilikuwa inajipambanua kwamba ina nguvu yake katika namna ya kuweza kusaidia mataifa mengine kwenye masuala mbalimbali, hususan kwenye masuala ya afya. Lakini ukija kuangalia vitu vya namna hii ndivyo ambavyo kwa kiasi kikubwa vimetuchelewesha katika nchi za Afrika, katika namna ya kuweza kuamua na kupiga hatua kwenye masuala mbalimbali, kwa sababu tu ya hicho kinachoitwa misaada. Kwamba tuliondokana na ile sera ambayo ilikuwa inatengenezwa na wale mababa wa taifa wa mataifa yetu ya Afrika ya kujitegemea, kwamba tufike hatua nchi za Afrika tuanze kujitegemea, kwa maana ya kwamba kama ni madawa yaanze kuzalishwa katika nchi zetu hizi za Afrika, kama ni mahospitali makubwa yajengwe, kama ni vyuo vijengwe vya kisasa vyenye kuweza kuwa na tija katika mataifa yetu. Ndio maana ilikuwa inafikia hatua hata Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alikuwa anasema kama hatujawa na wataalamu wa kutosha, hatujawa na ujuzi, hatujaweza kutumia namna gani ya kuweza kutumia haya madini, ni bora tuyaache huko chini. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba kulikuwa na malengo, lakini vilivyokuja hivi vitu hivi nasema vipipipi hivi ambavyo vya misaada hivi vikaturudisha nyuma kwa kiwango kikubwa. Na ndio bwana unaona kwamba kila nchi baada ya hiki ambacho Trump amekifanya, kila nchi sasa hivi unaweza kuona kwamba inaanza kurudi na kuweza kuangalia sera zake, kuangalia mipango yake, kuangalia mikakati yake. Hivi kwa staili hii tutakwenda. Ndio maana unaona kwamba sasa hivi nchi nyingine wanaambia kwamba madawa yamepungua. Kwa mfano unasikia kwa mfano Kenya kwa zaidi ya 60% madawa yamepungua. Sasa ukija kuangalia kwa nchi ambazo zilikuwa zimejipanga, maana yake ni kwamba huwezi kusikia wanazungumza masuala hayo. Lakini kama zipo za kutosha. Hapa zipo za kutosha kwa taarifa ambayo tumepewa na MCDA. Mfamasia mkuu wa serikali. Yes, ametuambia kwamba madawa yapo ya kutosha, lakini ukija kuangalia kwamba hata sisi tulikuwa tunapokea hiyo misaada ya madawa. Kwa hiyo ni vizuri kuweza kuangalia kwamba sasa hivi tunaweza kuondokana na haya mambo ya kutegemea jambo fulani kwa 100%. Kwa sababu kutegemea kwa 100% hiyo ni mbaya zaidi. Angalau hata huyu mtu uanze kupunguza kidogo kidogo, kwamba huyu ananisaidia lakini na mimi pia ninajisaidia. Ili angalau kwamba siku huyu bwana mkubwa akisema hapana, basi uwe na ndo siku imefika. Ndio imefika, kwa sababu nimwambia mtu nikasema kwamba kinachofanywa na Trump leo usifikiri kwamba ndio itaishia hapo. Watakuja wengine ambao wanaweza kufanya maamuzi mabaya zaidi kuliko haya ambayo tunayaona kwa Trump. Kuna mwingine atakuja atasema tunataka mikopo ambayo mlichukua kwenye mataifa yetu mrejeshe. Otherwise vinginevyo zile bonds zile collateral mlizokuwa mmeweka tunazichukua. Kwa hiyo mwingine atakuja ataanza kukamata viwanja vya ndege, atakamata sisi vitu gani, atakuwa ni mkali zaidi. Yaani kama tunavyomuona Traore anatembea na bastola yake hapa, inawezekana kwa baadaye hao wanaotupa misaada, wanaotupa mikopo hii, wakaja wakatokea watu wengine, zinawezekana zile damu za kina Hitler zikarudi baadaye. Wakawa ni wakali, wakashika rasilimali zetu, wakashika kila maeneo muhimu sana katika nchi zetu hizi, na Afrika ikawa kwenye hali mbaya sana. Kwa hiyo ni vizuri kwamba kwa kipindi hiki ambacho tumeona hili la Trump likitokea, ni vizuri sana tukajifunga mshipi kiunoni na kuweza kuona namna gani kuhusiana na rasilimali. Kama mwenyewe anachukua madini ya Ukraine. Yes. Ni wenzao kwenye unaona anachokifanya. Kwa mfano yani kuna ile wanasema
quid pro quo, kwamba sasa ninakupa mimi napata nini. Yani kwamba mimi ninakupa nataka na au nichukue hela zangu sasa nipe. Na sasa Ukraine anakuwa hana bargaining power ambayo alikuwa na, sababu hata katika yale mazungumzo alikuwa anaambia hauna nafasi hata ya kuzungumza. Unaweza kuona vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo ni vitu ambavyo ni hatari, lakini ni vitu ambavyo inabidi tujifunze sana mapema. Tuache hivi mambo, kwa mfano viongozi hapa tunazungumza sijui viongozi walikutana, yani ni matukio tu, lakini mawazo ya namna ya picha ya pamoja. Yes, na picha ya pamoja. Mawazo ya kuweza kuona kwamba tunaondokaje hapa. Unakuta kwamba bado tunakuwa tunazunguka pale pale. Kwa mfano hapa mtu anazungumza mkutano. Tumeona kwa mfano Afrika Kusini, anazungumza mkutano. Lakini bado anakuambia pesa ilitoka kule Urusi, ilitoka sijui wapi. Akafadhili mkutano ukaendelea. Sasa ukija kuangalia ni kwamba bado ile kusimama sisi wenyewe kama wenyewe bado inaendelea kuwa ni mtihani. Yes. Tunategemea nchi kama Afrika ya Kusini wangeweza kuwa na mfano mkubwa zaidi wa kuweza kuona namna gani, kwa sababu bado Afrika ya Kusini iko kwenye wakati mgumu, kwa sababu Afrika ya Kusini pamoja na kwamba wana uchumi mzuri katika Afrika, lakini bado wamejishikilia na mataifa yenye nguvu kubwa na ushawishi mkubwa duniani. Kwa hiyo kuanguka kwao ni rahisi sana. Yani Afrika ya Kusini kuanguka ni rahisi kuliko hata Zimbabwe. Kwa sababu ukija kuangalia kwa mfano unaona kwa mfano Afrika ya Kusini wanavyomsupport huyu balozi. Yote ni kwa sababu ukiangalia kwa mfano kile chama cha Julius Malema kinaenda tofauti kabisa na mrengo wa sera za Marekani. Kwa hiyo kilichotokea kwenda kupokelewa kwa balozi ni kitu ambacho unajua ulichozungumza kuhusiana na Afrika Kusini rais kuanguka ama wao kujiona kwamba ni matajiri, sio uhalisia. Umenikumbusha hotuba ambao, kama unakumbuka hotuba ambao aliwahi kutoa Mwalimu Nyerere wakati anahutubia bunge la Afrika Kusini, aliwaambia je, msione kwamba yeye ni matajiri? Utajiri gani? Wakacheka sana, lakini ndio uhalisia wenyewe, ndio uhalisia wenyewe huo ambao unaozungumzia. Lakini wakati tuna mifano ya nchi ambazo zimetaka kusimama zenyewe na kuchukua maamuzi yake zenyewe na zikapata changamoto, lakini tuna nchi ambazo zilikuwa bold dhidi ya Marekani na zikaweza kufanikiwa. Kwa mfano Vietnam. Vietnam, nachukua Vietnam kwa sababu nimekuwa na interest sana na vita ya Vietnam. Kwa sisi ambao tumesoma historia ya TV, vita ya kwanza kuonyeshwa kwenye TV ilikuwa ni vita ya Vietnam na ile vita ya Biafra ya Nigeria. Sasa vita ya Vietnam ilikuwa ni kati ya Vietnam ya kaskazini na kusini, ambapo Marekani wao walikuwa wanapigana wanasupport upande wa Vietnam kusini wakitaka ukomunisti usienee. Lakini Vietnam baadaye ilishinda ile vita, tunaweza kusema hivyo, kwa sababu ilikuja kuungana chini ya mwamvuli wa kikomunisti. Kama Vietnam waliweza kuwashinda wa Marekani kwa msingi ule rahbi, inawezekana ikawepo nchi yoyote ambayo inaweza ikawa hatumaanishi kwamba ipigane, lakini iwe na uwezo wa kusimama na kuwa na ujasiri kwamba sio kwamba sisi bwana tukisikia tu hivi tuogope kwamba hata kama kuna mambo tunataka kuyafanya kama nchi alafu hawa wanatulazimisha tuogope kuyafanya kwa sababu wao watafanya hivi. Inawezekana. Kama ulivyoitaja hapo, Vietnam yenyewe imesimama kwenye jasho na damu. Vita ya Vietnam ilichukua miaka 19. Kwa hiyo unaweza ukaona kipindi hiki kuwa yani Marekani ilifika wakati akaona kuwa siwezi kuwabadili, hebu nijiweke pembeni. Ni kama kile alichofanya Afghanistan, kuwa miaka 20 siwezi kuwabadili, naondoka. Kwa hiyo ni jasho na damu linakuja linakusimamisha vile. Kuna nchi zinaweza zikafanya vile kwa sababu ziko, mfano ukitoa Vietnam, Iran ni moja ya nchi ambayo kuwa haikuwa imefungamana na Urusi wala haikuwa imefungamana na Marekani. Lakini leo Irani ikawa ni moja ya nchi ya mfano. Irani ni nchi iliyoendelea sana, teknolojia, uchumi, kila kitu wameendelea kuliko, yani walijifungia ndani toka mwaka 79 baada ya yale mapinduzi, wakajifungia ndani kwa sababu kipindi hicho walikuwa hawasapotiwi kwa nguvu zote kutoka pande zote mbili. Kipindi Irani inapokea vikwazo vya Marekani na Magharibi, Urusi alikuwa na veto, alishindwa kuwalinda, lakini walipokea vikwazo, lakini wakawa wamefunga ule mkanda, wakasema kuwa sisi tunataka kujijenga. Leo hii tulikuwa tunajadili hapa, unasema kuwa Afrika Kusini ambaye kuwa tunaonekana ndio kinara wa uchumi Afrika, si ndio? Nenda kauchukua uchumi wa Irani upeleke Afrika Kusini. Afrika Kusini bado yuko chini sana kwa uchumi wa Irani. Licha ya kuwa Irani ana miaka 45 kwenye vikwazo vyote vinabembea, lakini yeye uchumi wake ni imara zaidi na ameendelea zaidi. Kwa hiyo unaweza ukaamua kujifungia ila wewe ni nani. Lakini sasa shida iko moja, kuwa Magharibi na Marekani walivyoungana kwenye ndoa yao. Unajua Marekani ameungana na watu wa Magharibi ambao ni unaweza kusema Ulaya nzima ndio wameungana kwenye ule mfumo. Ni kagenge fulani ambako wao wanahakikisha kuwa
wao waendelee kupata zaidi kuliko wewe. Kwa hiyo watakudhibiti katika njia zote. Yaani Marekani akikuwekea zengwe, hawa Ulaya moja kwa moja wanaingia moja kwa moja. Na ndio unaona Marekani akikuwekea vikwazo, hata hawaambii wale ndugu zake. Vikwazo vinaingia moja kwa moja upande wa pili huko. Sasa ukiwa nje ya nafasi ya uongozi, unayaona mambo kwa urahisi kuwa kwani huyu hawezi kufanya maamuzi haya, angalia mfano rais fulani amefanya. Hiyo ni rahisi kwenye lugha ya picha, lakini unavyokwenda kwenye uhalisia utakutana na vikwazo ambavyo wewe huwezi kwenda mbele. Yani kila unachojaribu kukigusa mbele unakuta umewekewa ubao kwa hapa nitapita wapi. Kwa hiyo inabidi upige reverse, urudi nyuma, uangalie tena tunapitia wapi kwenda wapi. Licha ya kuwa haya mambo yanawezekana, kwa sababu kuna nchi ambazo ziliamua kuwa sitaki kufungamana na kokote. Itazame Eritrea, imebaki kuwa inaitwa nini sasa hivi, North Korea ya Afrika, Korea Kusini, Korea Kaskazini ya Afrika. Wameishi kwenye maisha yao, yani wao wana dunia yao. Hawataki kabisa kufungamana. Hata tuna Waafrika wenzao, yani kuwa wao wanaishi kama hawasikiki kabisa, hawajali lolote. Leo hii internet unataka kupata internet pale, unaenda kwenye internet cafe, ndio unapata ile wifi, unapata, hakuna WhatsApp, hakuna magazeti, vyombo vya habari, hakuna kitu. Hao sasa ndio ambao wameamua kuwa sisi hatutaki kuendana na nyinyi huko wengine. Yani nchi nyingi za Afrika au nchi nyingi duniani zimekuwa zinatamani na zenyewe kuwa mbona tunaweza tukasimama au tuende wenyewe, lakini njia ni ngumu. Ukitaka kujua njia ni ngumu, angalia mazungumzo yanayoendelea kati ya Ukraine, Urusi na Marekani yanayofanyika kule Jeddah. Urusi na ukubwa wake analilia vikwazo. Niondoleni vikwazo. Sasa fikiria Urusi na power alionayo na nguvu na kila kitu, lakini bado analalamikia vikwazo ambavyo anapigwa na Marekani na washirika wengine. Sasa fikiria wewe, sisi ambao tunahitaji kila kitu kutoka kule kwao. Je, tuna uwezo huo wa kusimama, au una uwezo kupenya? Upite wapi? Wakupe njia kuwa hebu pitia hapa. Ametoa mfano, anasema huyu mwenzetu wa Kenya anasema kuwa tazama Gaddafi alivyokuwa. Gaddafi alikuwa na uchumi, alikuwa na kila kitu, lakini wapi aliweza kupenya? Kila njia aliyokuwa anataka kujaribu kupita wameziba. Kwa hiyo kujitegemea kunawezekana, kwa sababu unaona mfano kama pesa ambayo sisi tunapokea misaada. Umezungumza kuhusu USAID. Ukitazama fedha ambayo inatoroshwa kutoka Afrika kwenda nje ni nyingi kuzidi fedha tunaopokea ya misaada kutoka nje. Manake kuwa hata sisi wenyewe ndani kama tungekuwa na uwezo wa kudhibiti hizi serikali zetu zikawa zile serikali ambazo zinajali raia au zinadhibiti masuala ya rushwa, ufisadi na utoroshaji wa fedha, tungekuwa hatuhitaji msaada wowote. Lakini wapi? Kipindi hiki ni kipindi cha fursa. Kipindi cha kwanza cha Trump kilikuwa kipindi cha fursa kwa viongozi wa Kiafrika wa kiimla ambao wanataka kuchukua maeneo yao. Ndio maana magharibi mwa Afrika mapinduzi yakatokea. Na hiki kipindi ambacho Marekani anatoa mkono wake Afrika na kuangalia ni kipindi cha fursa kuzalisha watawala wa kiimla wengine. Kwa hiyo tuna matatizo mengi sana ambayo tunatakiwa tuanzie sisi wenyewe ndani, halafu ndio tuje tutazame tena nje kuwa tunawezaje. Lakini tunaweza. Ila ni mpaka tushikane kwa pamoja kwenda. Lakini ukitokeza we nchi moja, watakupiga vita kuanzia ndugu zako wa Afrika wenzako, watakugeuka mpaka wale wa pembeni watakumaliza. Kwa hiyo huwezi kwenda. Tunaweza lakini kwa mbinde sana. Kwa mbinde sana. Kwa mbinde sana. Kwa sababu Gula kinikwambie, ukiangalia kwa mfano, unawezaje kusema kwamba ninaweza kukaa mimi peke yangu wakati unategemea 70% ya kila unachokitumia kwenye nchi yako kutoka kwenye mataifa ya magharibi na mataifa mashariki. Yaani ni ngumu sana. Hata wao hawawezi, kwa sababu nitakupa mfano, nitakupa mfano mdogo kuwa unaona ndege za Marekani zile za F-35 ambazo ukiangalia ni brandi America, lakini vile vipuri karibu nchi 6-7 za Ulaya zinatengeneza. Uingereza au Holanzi sijui, kila mmoja anatengeneza na pekee, lakini ikija ile brand inaonekana kuwa ni Marekani. Kwa hiyo ni vigumu. Endelea. Sasa kama hujaendelea tupate kidogo maoni ya Fortunatus Kasomfi. Muda mrefu hatujamsikia. Natamani kujua pia namna ambavyo wananchi wanapokea maamuzi yanayofanywa na nchi hizi zinapoamua kuelekea uelekeo fulani ama kuwa upande fulani. Ni kwa kiasi gani uamuzi wa Afrika Kusini kwa hivi karibuni wa kuonekana kuwa mbali na Marekani unachukuliwa na wananchi hapa Afrika Kusini? Kwa ujumla Afrika Kusini tangu awali ambapo walipokuwa wakizungumzia kuhusu uvamizi wa Israel dhidi ya Palestina huko Gaza, lakini pia katika swala zima ambalo wao wamepitia, wenzetu ni tofauti na jinsi ambavyo maisha ya nchi zingine za Afrika wameweza kuyapitia. Ni kwamba wakati wakidai uhuru wao
wamekuwa ni watu ambao wana msimamo na msisitizo wa kuwa pamoja na umoja ulioshikamana. Na kauli ya Rais Cyril Matamela Ramaphosa, pamoja na kwamba yuko ndani sasa hivi ya hii serikali ya umoja, ndio sasa tukiachana hiyo, hebu tumsikilize Edwin Kegoli wakati mtandao wa Kasongo unakaa sawa sawa. Kegoli, katika hilo tunafahamu kwamba Kenya imekuwa ni miongoni mwa mataifa ambayo yamekuwa na yenyewe yanategemea sana misaada na sio tu misaada, hata mikopo. Ndugu zetu nyinyi mnakopa sana, hata ukiangalia deni lenu la taifa limefikia kiwango kikubwa sana, Top 3 Africa. Miongoni mwa nchi ambazo zinakopa sana barani Afrika, Kegoli. Lakini pia ni nchi ambayo yenyewe inaonekana kuwa na mtazamo wa kimagharibi zaidi. Wananchi wa Kenya wanachukuliaje mwelekeo huo? Good luck. Wananchi wa Kenya kwanza watakwambia umechoma. Watakwambia umechoma kwa kusema tunakopa sana, lakini ni hali halisi kwa maana serikali tangu mwaka wa 2013 hadi sasa serikali chini ya Uhuru Kenyatta na sasa chini ya William Ruto inaonekana kuwa katika njia ya kukopa zaidi. Hata wakati mwingine kumekuwa na maswali kuhusu kule ambako fedha ambazo zimekopwa zinaenda, na pia ni taifa ambalo linapata misaada, na nimetaja tu hapo awali kwamba tutahitaji zaidi ya bilioni 50 pesa za Kenya kuweza kuziba pengo ambalo limewachwa na uamuzi wa President Donald Trump kusitisha misaada ya USAID. Na utapata kwamba fedha ambazo tunakopa, ziwe ni za Eurobond, iwe ni commercial loans kama hizo za Eurobond, ama kukopa humu nchini kwa mabenki na mashirika mengine, ama World Bank, unapata kwamba fedha hizi kuna tetesi kwamba zinakosa kutumiwa jinsi ambavyo inatakikana. Na maana unaona kwamba sasa Kenya yafaa ilipe baadhi ya madeni hayo, na uchumi bado haujakuwa imara kiasi cha kwamba fedha ambazo zimekopwa zinaonekana zimefanya kazi moja kwa moja. Kwa maana kuna maswali ya kwamba fedha ambazo tulikopa za Eurobond zilifanya nini? Wakati wa kuzilipa umefika na hatuoni miradi ambayo iliwekezwa kwa hiyo fedha ikileta manufaa. Na katika masuala ya kupata huu msaada ama misaada ni kwamba hatuchukulii maanani vigezo vya msingi, tuseme kama afya. Mataifa ya Afrika lazima yaweze kudhibiti afya yao bila kutegemea mataifa ya Ulaya ama Marekani. Lazima tuweze kuweka bima ambazo zinasaidia wananchi, na maradhi sugu yawe kama ni ukimwi ama saratani, tuweze kuwekeza katika miundo misingi ya afya iweze kudhibitiwa hapo. Kwa maana utaona mataifa mengi ya bara la Afrika yakitaka matibabu ya hali ya juu, utapata kwamba wanaenda katika mataifa ya Ulaya ama India, hivi kwamba mataifa haya yamechukulia masuala ya afya kuwa ya umuhimu. Na si ati Tanzania ama Kenya ama Uganda hawana uwezo wa kuwekeza zaidi katika afya, ni ile tu unapata viongozi wana maoni kinzani ama hawataki kuwekeza katika afya, hivi kwamba tunaanza kutegemea misaada kutoka katika mataifa ya nje. Na Rais Uhuru Kenyatta alikuwa anasema kwamba kusitishwa kwa misaada si pigo, bali ni wakati murwa wa mataifa ya Afrika kuweza kuamka na kuchukulia masuala ya afya maanani na kuweza kutumia fedha zao kuweza kuendeleza ajenda ya matibabu. Nikimalizia good luck, ni kwamba kama mataifa ya Afrika, swala ambalo limekuwa kidonda ni swala la uadilifu na
udhabiti wa viongozi katika sera za kiuchumi, sera za afya na sera za usalama, hivi kwamba kwa uchumi vijana ambao wana ubunifu na wako katika umri wa kufanya kazi hawapati ajira na hawapati fedha za kuwekeza katika ubunifu. Masuala ya afya, serikali za Afrika hazichukulii maanani, hivi kwamba fedha nyingi sana zinapelekwa katika taifa la India ama Marekani ama Ulaya katika mambo ya specialized care, hivi kwamba Afrika inawachwa tu na madaktari wa kawaida, na wale ambao wana utaalamu hawana vifaa vya kuwezesha kutekeleza utaalamu wao na kuokoa maisha ya Afrika na kusaidia katika kuendeleza swala hilo. Haya, tumalizie. Asante sana Kegoli, shukrani sana. Kwa nazungumzia kuhusiana na Kenya kwenye masuala ya kukopa. Unajua Kenya ukiangalia ratio ya wanachokopa na wanachoingiza, kwa maana ya percentage ya wanachokopa debt na GDP na karibia asilimia ngapi? Ni zaidi ya 70%. Yes. Lakini kwamba kama Kenya angekuwa ni mfanyakazi analipwa milioni 1 kwa mwezi, laki 7 yote anaenda kulipa madeni kabisa. Sisi tuko kwenye 55 na sasa 46 tunaenda 50. Kwa sisi angalau nusu tutalipa madeni afu nusu more than 3 billion Kenya dollar. More than katika nchi ambazo zenye madeni makubwa zaidi. Kabisa. Kwa hiyo sio vibaya. Marekani pia anakopa sana. Na wenyewe wana madeni makubwa, lakini sasa wao kidogo uchumi wao ni mkubwa. Kwa hiyo wao swala la kulipa linakuwa sio shida. Sahihi kabisa. Sasa tuhitimishe kwa dakika moja. Nini kifanyike sasa ili hizi nchi ziweze kujitegemea, na hicho maamuzi ambayo yamefanyika hivi karibuni ya utawala wa Trump yanatuamsha kuona kwamba sasa ni muda wa kuanza kujitegemea. Nini kinapaswa kufanyika kwa nchi za Kiafrika? Watu wanahitimisha mjadala huu. Tuanze na Walter Mguu. Cha kwanza ni kupinga ufisadi na rushwa pamoja na ubadhirifu wa mali za umma. Na haya ni mambo ambayo tunaweza yakatusaidia sana kuweza kuenda vizuri katika kipindi hiki cha mpito ambako nchi ya Marekani imeweza kuondoa misaada yake. Kiangalia fedha nyingi ambazo zinakusanywa katika nchi yetu au fedha ambazo zinakopwa, unakuta sio kwa Tanzania tu peke yake, nchi nyingi za Afrika unakuta kwamba mwisho wa siku zinatumika ndivyo sivyo. Kwa maana ya kwamba kuna wengine wanafanya ufisadi, wanazichukua fedha hizi wanazikimbiza kwenye mataifa ya nje huko, na mwisho wa siku nakuta kwamba miradi mingi haikamiliki kwa wakati, na miradi mingine kikamilika haikamiliki katika viwango ambavyo vinatakiwa, na miradi kutokamilika kwa wakati maana yake ni kwamba tunachelewesha yale marejesho ya mikopo, lakini vile vile tunaendelea kuchelewesha maendeleo yetu sisi wenyewe. Kwa hiyo swala la rushwa, ufisadi, ubadhirifu wa mali za umma ni jambo ambalo katika nchi za Afrika kama tunataka kupiga hatua kwenda mbele lazima tushughulike nalo kibagaubaga. Kwa ndio maana ukiangalia hata Trump sababu ya kuifuta hata USAID ni kutokana na kwamba ameona kuna ufisadi mkubwa, kwa sababu unaambiwa kwamba kati ya misaada walikuwa wanatoa msaada kwa 100%, lakini ni 40% pekee ndio ambayo ilikuwa inaenda kwenye mataifa lengwa. 60% ilikuwa inacheza hapo katikati inapotea. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba namna gani ambavyo ufisadi unaweza ukapeleka jambo lisiweze kufanikiwa kwa 1% ile inayotakiwa. Kwa hiyo ni jambo ambalo tunabidi tulipinge na tulipige vita kwa kiwango kikubwa sana. Sasa hivi hata kama matangazo mengine yapunguzwe, lakini matangazo ya rushwa na ufisadi naona kwamba yanabidi yarudishwe kwa kiwango kikubwa sana. Ile mahakama ya nani ya mafisadi si ipo ile mahakama siku hizi sionage watu wanapelekwa hivi, au ni kwa sababu ya mfungo, lakini sijaona watu wanapelekwa mle. Ndio ufisadi umepungua la. Ufisadi umepungua. Tumalize kwako. Na mimi naungana kwenye hili swala la ufisadi kama nilivyozungumza awali kuwa Afrika inapoteza pesa nyingi sana kwenye ufisadi na kuhamisha fedha kupeleka nje, yani kuliko hata misaada ambayo tumekuwa tukihitaji. Lakini kubadili aina ya matumizi, unaona fedha nyingi inaweza kukusanywa kwenye nchi nyingi za Kiafrika, zinaweza zikakosa fedha ya kila kitu, lakini haiwezi kukosa pesa kwa ajili ya siasa. Yani siasa imefanywa ndio kila kitu. Kongo natafrija. Kongo umeona Kongo, wewe ulienda juzi kwenye uchaguzi wa Kongo. Ule uchaguzi umetumia 1.1 billion dola. Kwa nchi kama Kongo kutumia 1.1 billion dola, nchi ambayo kuna sehemu ukienda mpaka unajiuliza tu kuwa wanaishi binadamu hapa. Lakini fedha ya uchaguzi hawakosi, ila wanaweza kukosa pesa. Wale watu wa mashariki kule wanakufa na njaa, wanakosa fedha. Kwa hiyo unaona kumbe nchi zina hela.
Sasa kumbe fedha mnazo huwa zinatumika pale mnapotaka kwenye mambo yenu, lakini kwenye mambo ya msingi kabisa hamwezi vipaumbele. Yes, kabisa. Kwa hiyo ni muhimu kwa viongozi na raia wa hizi nchi za Kiafrika kufikiria upya, tunataka kujenga nchi za aina gani? Tuendelee kuwa watumwa wale wa kifikra, au tunataka kuwa nchi huru? Kwa sababu kuna nchi tunahama magharibi, tunahamia mashariki, ni kule kule, hamna ulichokimbia. Kwa hiyo tufikirie upya kwenye hili. Naam, nashukuru sana, asanteni sana. Na good luck. Ukiangalia sasa tunaenda kwenye uchaguzi, watu watuletee watu wenye akili kubwa, wasituletee watu wenye akili ndogo na za wastani, watuletee watu wenye akili kubwa kwenye siasa, sio watu ambao watawapa rushwa. Na vyama vya siasa pia vikubaliane kabisa huko, wasema hiki wasituletee wakati wanaita nini, lakini wanasiasa ni ndugu, yani watakubaliana tu hata kama wakiwa huku na huku ni ndugu. Ukitaka kujua ndugu, angalie kipindi zikiguswa posho zao, utawajua kuwa ni ndugu. Shukrani sana. Shukrani pia Kasomfi, nikutakia safari njema huko Durban unakoelekea. Kuna Watanzania wengi sana huko wanatafuta maisha, wasalimie pia, waambie tunawasalimu sana na tunakutakia pia safari njema. Na Kegoli, nikushukuru sana pia, nikutakia majukumu mema. Pia ukitoka hapa usiache kutembelea ukurasa wa TikTok wa Mheshimiwa Rais Ruto, uangalie pia kama kuna chochote ambacho kimepostiwa pale. Ruto analalamika wanambatiza majina mengi sana. Sasa hivi TikTok sasa hivi. Na amekubali. Hana amani pale, hana amani. Shukrani sana. Mpe amani bwana, ili nchi iweze kusonga mbele bwana. Sasa hivi ameleta mashine ya chapati. Gen Z wamekataa, Gen Z wamekataa. Amewafuata TikTok. Amewafuata sasa TikTok kaka. Hata Safari Rally bado wanaimba yeye angatuke, akikuja kwa Kasarani ama mpira Kenya ikicheza wanaimba atoke. Sasa hakuna mahali ana amani. Shukrani sana Kegoli, Kasomfi, rugby pamoja na ngoma. Asanteni sana. Shukrani sana. Shukrani sana. Naam, tunakamilisha hivyo.